Mke wangu kipenzi, la zezi nyongo mkaliani, vipi ndio umekuja? Mbona hai? Kuna mwanangu kanipigia kamchongo cha simu, hela sasa hivi zimekuwa shida mamangu. Nikataka nikakimbize chapu, afu nirudi. Mimi ndio nachelewa, nikarudi hata na umate nini kasoda kachipsi kuko nini mke wangu tungejimwae. Sasa hivi ukiingia huko mimi ndo natoka, utajikuta umekaa mwenyewe hapo nini, hata unashangaa mabati utaboeka. Hapa mimi ninachoona, rudi nyumbani kapumzike. Mimi nikakimbizane hapo mwanaume nikaparangane, nipate hiyo 15,000 nje tujibaruze huku ndani we. Basi hivyo tutakuwa tunakagua makosa ya fundi tu mamangu. Chuga. Unajua mimi nitoka nyumbani kwa ajili yako. Mamangu mimi nakuelewa na nimeumisi, nisikwambie kitu. Nimeumisi vibaya mno. Yaani hapo ngoja nikamalizie mazingira, nikirudi hapa. Kwanza leo uende kwenu. Ipaka kesho. Kwa hiyo nenda huko utawai au utachelewa? Mimi kwenye swala la juu yangu mimi na wewe, mimi naweza nikamtelekeza hata rais sehemu. Mke ndo kitu cha wewe. Usifananishe na mambo ya kipumbavu wewe. Mimi nipoteze muda alafu wewe nijue kabisa unanisubiria. Haitaka litokee kwenye maisha yangu yote. Mimi na wewe nilishasema, yani kama tumekula kiapo, nikukumbatie basi uende ukapumzike, afu mimi nikaparangane, nikirudi hapa simu moja mama mtu. Tena jiandae. Sitaki kufanya kazi yoyote. Wewe nenda kapumzike tu. Nikipiga simu kazi iko huko. For ladies first. Rita, una nini? Hamna kitu. Nakufahamu unajua. Na nikikuangalia naona kabisa kuna kitu ndani yako. Leo mchana kuna mtu alikuja. Mtu? Nani wewe? Casanova. Casanova? Amefuata nini nyumbani kwangu? Maneno yake ni yale yale, kwamba ananipenda na hatoniacha. Na wewe ulimjibu nini? Daddy, mimi nimemwambia simpendi kamwe na niko na wewe, lakini alikataa kukubali. Alikataa kabisa. Kwani huyu mtu anatafuta kitu gani katika maisha yetu? Unajua kuna wakati Rita, ukiwa mnyonge sana, kila mtu anataka kuchezea, ni akuguseguse. Sasa nataka nisimame kama mwanaume na niko tayari kupambana na yoyote kwa sababu yako. Haiwezekani kwa sababu kila kitu kilishawekwa wazi na ulishamwambia kwamba sikutaki, na kwa sasa niko na mtu mwingine na ukamtambulisha ni mimi. Nini kinachomfanya afike nyumbani kwangu? Daddy, lakini nilishamwambia hatakiwi kuja hapa kwa sababu mimi niko na wewe. Lakini alikataa kabisa kuondoka. Na alikuwa sio mtu wa kawaida. Hata macho yake nilikuwa nikimwangalia, kwa nahisi kuogopa. Alivimba sana mpaka akawa ananitisha. Sasa huu ustaarabu gani? Mimi nakuta vitu vimefunikwa, najua kuna chakula, kumbe hamna kitu. Yaani ingekuwa umeacha pesa kula huko ndani, ungekuta hicho ulichostahili kukuta. Hujaacha pesa kula, nategemea unakuta nini?
Nimekuta iko chakula kimesharabuliwa. Kwa hiyo kumbe umeshakula. Hujali kuhusu tumbo la mwenzio, si ndio? Asa uliachela kula hapa. Jasho la mwanamke aliliwi, tafuta hela baba. Kumbe ndio maana una mwili kwa sababu ya roho mbaya yako. Yaani wewe mwanamke una roho mbaya kishenzi yani. Kwa nini umeona wewe akula mimi sio akula, si ndio? Kwa sababu leo sijaacha chochote. Sasa labda nikwambie kitu kimoja. Mwanaume ashindane na mwanamke. Ili ulolianzisha hili aliwezi kuisha. Kumaanisha nini? Imekuuma hiyo. Mimi kuna kitu nawaza. Amepajuaje hapa? Wakati sijawahi kumwelekeza na wala sijawahi kuongea naye huko nyuma kwamba mimi naishi hapa. Yeye amepajuaje? Hicho ndio kinanipa wasiwasi. Hicho sio kitu cha kushangaa sana Lita. Kwa sababu yeyote anayetafuta kitu atatafuta kwenye mazingira ya aina yoyote yale. Wala sioni ajabu yeye kupajua hapa. Kinachonisikitisha mimi na kunikela zaidi, amefuata nini hapa wakati tayari anajua kabisa kwamba wewe uko na mtu? Lita, nilikuahidi kuwa nitakupenda, nitakulinda, nitakuheshimu na kukuthamini. Yaani mimi ndo mlinzi wako, na mimi ndo daktari wako pindi utakapoumwa, na mimi ndo chakula pindi ambapo chakula kitakosekana. Siwezi kuvunja ahadi yangu, na nitadili naye na nitamkomesha ili ajue kwamba ni marufuku kufika nyumbani kwangu. Oya wangu, tumbo linanena vibaya mno, alafu naalisha kama maji ukila chooni huko. Yaani sidhani leo kama nitakaa hapa ofisini, kwa hali siwezi kaka. Vipi kwanza huyu mwenye logeti kaleta hela yetu? Kaka acha. Uwezi amini kanipigia simu saa 12. Nahitaji geti, sijui lipake rangi. Nikakimbia chapu, nikaenda kuchukua rangi kwa hela yangu. 30 nikanitoka, nikaja hapa nikapoulizia mpaka 7 naenda kumaliza, na mpigia simu, nimetoka kumpigia simu muda sio mrefu. Hapatikani. Hapo ndo unaposikia mafundi wanalawama, ndo hivyo. Ukitengeneza kwa haraka, mwenyewe haji kuchukua kumaliza hela yetu, wakati mwingine pesa yenyewe anatugea nusu. Sasa tufanyeje jamani? Bwana mimi nisikilize bwana. Mimi kukaa hapa ndugu yangu siwezi. Mimi naenda nyumbani. Kama atakuja, ameleta hiyo, nitumie shilingi 20 tu ili nipate kuishi. Naondoka nyumbani nipate sielewi. Lakini vipi umepima? Kaka nipime nini unavyoniona hapa? Mimi sijapima chochote, nikwambia tumbo na alisha alafu hafra. Basi fresh nitakutumia 20,000 na 30 fresh. Usisahau kaka, akikupa tu hela kija kuchukua geti lake, fanya hivi. Kimu. Ano Kimu, acha kudanga haya. Kimu umenania sasa hivi unaarisha. Fundo unatengeneza Kimu. Diana, mimi naona nikuishia hapa. Maji sikia vibaya, nasikia usingizi, acha nikalale. Wewe sana kupenda kulala mchana. Sema haina shida, umenisindikiza vya kutosha. Yaani Diana, mwezo nimechoka kuonesha hisia zangu kwa mtu hata ambaye ajali. Yaani mpaka unasema umechoka. Maana yako ni kwamba huyo mtu umpenda. Ila kama ungekuwa unampenda, usingechoka shoga yangu. Sema wewe hata usichoke. Maana kwa kitu unachokipenda, hutaki kuchoka ukipambania. Kipambanie mpaka ukipate. Sijui unanielewa? Sema nini? Mimi nina mpango. Mpango gani huo Diana? Chadi, sibota ningepumzika jamani, mimi tumbo inaniuma sana. Yaani unataka tena baki humu ndani? Katika hali hii mimi mwenyewe natoka hapo na mguu kutoka unaingia kwenye mishemishe zangu. Sasa nikikuacha tumbo linakuuma, kizidio ukifa humu ndani si kesi.
Wewe cha kufanya, ingia mtaani kwako, kule kuna ndugu zako watakuangalia, utawaambia tu tumbo linaniuma, watakueleza kwenda Panadol, paracetamol. Utakaa sawa. Unakaje sasa ndani? Nione basi hata huruma jamani. Mimi siwezi hata kufika nyumbani. Wewe jikaze, hakika kaza. Wazako wanakaa siku 7 mpaka wiki 2 kwa bila kula. Wewe kidogo tumbo linakuuma, unalegelegea hivyo utazaa kweli wewe? Usikiliza. Jikaze, nenda nyumbani kwenu ukapumzike. Hapa huwezi kukaa. Halo. Ndo mimi. Sehemu gani? Basi sawa. Nitafika hapo muda si mrefu. Nini? Asubuhi yote baada ufungua ofisi unakaa unachungulia ofisi yako. Kutimamu kweli wewe? Wewe acha tu. Kuna mshikaji anajidai mwanangu, ile naingia tu unamkuta ananisubiria. Kwa hiyo toka mara ya kwanza mwanangu hapo namchungulia, maana yule jamaa anadai vibaya. Dawa deni ni kulipa, sio kumkimbia. Kila siku ya Mungu wewe unakupa mtu wa majanga. Kila siku mtu wa majanga wewe. Dawa ya deni ni kulipa, sio kumkimbia. Cha msingi mtengenezee geti lake, mpe aondoke. Nini sasa nachokuambia? Yaani wewe kila siku majanga wewe. Yataisha lini? Sasa kaka, mimi peke yangu ndo na majanga au watu wengine wana majanga? Lakini kweli ukiangalia, hiyo ndo sifa ya fundi. Fundi wote lazima awe mpya majanga. Awe fundi mageti, awe fundi nguo, awe fundi landa, awe fundi mbao, awe fundi vitanda. Lazima adaiwe. Kwa hiyo wewe umekamilisha kwamba wewe ndio fundi. Kinyozi je? Kinyozi sio fundi. Maana hana majanga. Sawa, twende ofisini basi ufanye kazi. Kashaondoka wewe.